Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika ameeleza kwa wazi kubwa uongozi wa juu wa chama hicho utaweka utaratibu maalum na dhabiti wa kupata msimamo rasmi wa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu kufuatia kauli iliyotolewa hivi karibuni na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuhusu vyama vya siasa vitakavyojitafakari kushiriki katika mazungumzo ya maridhiano ya kitaifa. Kupitia taarifa rasmi aliyoichapisha kwenye mitandao ya kijamii na kuisambaza kwa vyombo vya habari, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika alibainisha kuwa msimamo huo rasmi wa mwenyekiti wa chama utakuwa ndio msingi mkuu na mwongozo wa hatua zozote za kisiasa zitakazochukuliwa na taasisi hiyo katika siku za usoni. Akifafanua zaidi kuhusu hatua hiyo ya kiutawala, katibu mkuu wa chama cha Chadema John Mnyika alieleza kuwa mwanasiasa nguli Tundu Lissu ndiye mwenyekiti halali wa Chadema aliyechaguliwa na kuteuliwa kwa mujibu wa katiba ya chama na matakwa ya wanachama kote nchini. Kwa kuwa kiongozi huyo mkuu kwa sasa anashikiliwa gerezani akikabiliwa na mashtaka mbalimbali, mtendaji mkuu huyo wa chama alisema ni wajibu wa kisheria, kiadabu na kikatiba kufuata mfumo rasmi wa ndani wa kupata maoni pamoja na msimamo wake wa mwisho kabla ya uongozi kufikia au kutangaza maamuzi yoyote mazito yanayohusu ushiriki wa chama katika mchakato huo wa maridhiano uliotangazwa na serikali. Ufafanuzi huo mzito uliotolewa na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo unalenga kuonyesha nia ya dhati ya chama hicho cha upinzani ya kufuata misingi ya kiutawala, nidhamu na uongozi uliopo ndani ya katiba ya chama hicho bila kupita kando. Mtendaji huyo mkuu alisisitiza kuwa uongozi nzima wa Chadema unaona ni wajibu thabiti kuhakikisha maamuzi yote ya kiutendaji na ya kisiasa yanafuata taratibu zilizowekwa kikatiba bila kubadilisha mfumo wa uongozi au kupuuza nafasi ya kiongozi mkuu wa chama hicho ambaye ndiye anaendelea kutumika majukumu yake akiwa mahabusu. Katika kueleza mwelekeo wa sasa wa taasisi hiyo ya kisiasa, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika alibainisha kuwa hadi pale msimamo rasmi wa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu utakapopatikana kwa njia halali kutoka gerezani, chama hicho kitaendelea kusimamia kikamilifu msimamo wake wa awali uliowekwa na vikao halali vya chama kuhusu suala zima la mazungumzo ya maridhiano na serikali iliyopo madarakani. Mtendaji huyo aliongeza kuwa hakuna mabadiliko yoyote yaliyofanyika katika msimamo huo wa sasa na kwamba chama kinaendelea kufuata msimamo huo kwa umakini mkubwa hadi pale uamuzi mwingine rasmi utakapofikiwa katika ama kupitia vikao halali. Kauli hizi nzito na ya kimkakati ya katibu mkuu wa chama imekuja mara baada ya matamshi yaliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alipokuwa akizungumza na viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa kuhusu mchakato wa mazungumzo ya maridhiano ya kitaifa. Katika matamshi hayo, mkuu wa nchi aliguzia kuwa bado kuna chama kimoja kikubwa cha kisiasa nchini kinachoendelea kujitafakari na kutathmini mfumo wake wa kushiriki katika mchakato huo muhimu wa kisiasa, jambo lililoibua mijadala mepesi na mzito miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa siasa za ukanda wa Afrika Mashariki. Uchambuzi wa taarifa hiyo iliyotolewa na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika unaonyesha kuwa Chadema inazingatia kwa makini na uzito wa juu uwepo wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu gerezani kwa kiungo
kama kiungo muhimu na cha msingi cha maamuzi yote ya chama. Mtendaji mkuu huyo alionyesha wazi kuwa chama kinatambua uzito wa masuala yote ya kitaifa na hivyo kinahitaji kuhakikisha uwakilishi wa mawazo na mtazamo wa uongozi wa juu unazingatiwa kikamilifu katika kila hatua ya mchakato huo wa kisiasa kabla ya kuchukua uamuzi wowote wa mwisho. Katika kuendeleza uwazi wa taarifa kwa wanachama na umma kwa ujumla, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika alieleza kuwa chama hicho kitaendelea kutoa taarifa rasmi kwa umma na wadau wote wa siasa pale hatua zinazofuata za kiuratibu zitakapofikiwa kikamilifu. Mtendaji huyo alisisitiza umuhimu wa kuheshimu na kufuata katiba ya chama pamoja na utaratibu wa ndani katika kufanya maamuzi yote yenye athari kubwa kwa mustakabali wa kisiasa na kidemokrasia nchini Tanzania. Mchakato huu wa kupata msimamo rasmi wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kutoka gerezani unahusisha uratibu wa kisheria na kiutawala unaofanywa na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika pamoja na jopo la mawakili na wanasheria wanaomtetea kiongozi huyo. Hatua hiyo inatarajiwa kutoa mwelekeo wa wazi na usio wa shaka kuhusu namna chama hicho kikuu cha upinzani kitakavyoshiriki au kutoonekana kabisa katika majadiliano na mazungumzo hayo yaliyotangazwa na serikali ya awamu ya 6. Suala hili lililoelezwa kwa kina na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo linaguza pia uhusiano madhubuti kati ya maamuzi ya kiungo cha uongozi kilichopo nje na kiongozi mkuu anayeendelea kukabiliwa na taratibu za kisheria mahakamani. Mtendaji huyo mkuu ameonyesha kuwa mshikamano wa uongozi na utatu wa maamuzi unabaki kuwa nguzo kuu katika kusimamia msimamo wa taasisi hiyo ya kisiasa ili kuzuia mianya ya upotoshaji au uvumi unaoweza kujitokeza kutoka kwa wapinzani wao wa kisiasa. Ufafanuzi huo wa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika unaendelea pia na kuonyesha uzito wa matamshi yaliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika kuibua mijadala ya ndani ya vyama vya siasa. Kauli ya mkuu wa nchi imefanya viongozi wa vyama mbalimbali kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu hatua za ndani za kujitafakari kabla ya kuchukua hatua za mwisho za kushiriki au kutoshiriki katika ajenda hiyo ya maridhiano ya kitaifa. Utekelezaji wa utaratibu huo uliotangazwa na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika unatarajiwa kufuata hatua zote za kisheria zinazoruhusu mawasiliano na maafisa wa jeshi la magereza ili kupata maoni ya kiongozi huyo anayeshikiliwa mahabusu kwenye gereza la Ukonga. Mtendaji huyo mkuu amewahakikishia wanachama, wafuasi na umma wa Tanzania kuwa mchakato huo utafanyika kwa umakini wa hali ya juu ili kulinda misingi, hisia na msimamo dhabiti wa chama hicho katika kupambana na mapambano ya demokrasia.